Mzee. Naam. Mimi nimekuja hapa kutakuja kitu kimoja hivi. Kuhusiana swala la hizi tawala mbili. Ya kidemokrasia sasa na ile tawala ya kichifu wa zamani. Mimi ndakupa mfano mmoja. Kulikuwa na utawala wa kichifu au wa kifalme wa zamani. Ndugu wangu, naomba nikuelezee historia ya mfalme Omwami Gwasa wa ardhi ya Nambacha. Achana naye huyo. Mambo yake yalikuwa sio kawaida, mazito. Yalikuwa hivi. Nambacha asili yake haikuachwa. Nambacha asili yake haikuachwa. Naona idadi ya watu imepungua. Kulikoni? Nafikiri mnajua adhabu kali kwa wale wasiofika kwenye mkutano kama huu. Wana Nambacha, uongozi wangu umetoka kwa miungu na nitaendelea kuitawala Nambacha miaka yote. Pende usipende. Pia tutawachukulia hatua kali kwa mtu yule anaochochea mtu asisadiki uongozi wa mfalme Omwami Gwasa. Milo. Nambacha asili yake haikuachwa. Nambacha asili yake haikuachwa. Nafikiri mmemsikiliza vizuri mfalme Omwami wa Nambacha. Na naamini kabisa mnaelewa kuwa atakayekiuka adhabu yake ni kifo. Agano letu kuu linaeleweka kwamba yeyote ambaye anapata mazao au mbuzi au ng'ombe, mazao au wanyama, lazima nusu ya hicho kitu alete kwa mfalme wetu, nusu abaki nayo. Utawala huu wa Omwami hautaruhusu hata siku moja mtu yeyote amzidi utajiri. Hivyo ninaamini kuanzia sasa mtakwenda kuleta nusu ya kile mlichokipata, maana mwaka umeshakwisha. Kwa heshima yako mfalme Omwami, naahirisha kikao. Asante. Kagusha. Hivi umeasikia maneno mfalme pamoja na watu wake? Kweli Nambacha ipo kifungoni. Ni hali ya kusikitisha sana Vijeli. Kwa huu utawala wa mfalme. Wana Nambacha. Hivi ni lini tutaungana kwa kitu kimoja ili kutokomeza utawala kikatili kama huu? Huu ni ukatili usiokuwa na kifani Vijeli. Wana Nambacha watabaki usingizini daima. Nitaipenda nchi yangu. Na miungu itusaidie.
Vipi? Mbona unaonekana mnyonge hivi? Kuna nini? Niko sawa mke wangu. Niko sawa. Hivi? Kwenye mkutano kwa watu walikuja wengi? Chakula cha leo kitamu. Sio kama cha jana. Cha leo kimepika, kikapikika. Mume wangu, hivi una uhakika wewe unapendwa na Wananambacha wewe? Wananambacha wananipenda sana. Wewe upendwi na Wananambacha mume wangu kwa matendo yako mabaya unayoyafanya hayo. Wala hawakupendi wanakijiji Wananambacha. Wananambacha wangekuwa wanipendi, wangeweza kunisifia kila kona ya viunga vya Nambacha. Mume wangu, mimi nakueleza ukweli. Na siku zote anayekuambia ukweli anakupenda. Mimi mkeo ninakupenda ndio maana nakueleza ukweli. Nimeyazoea maneno yako ya kunikatisha tamaa. Badilika mume wangu. Kwa nini unakuwa katili namna hiyo? Kwa nini unawatesa lakini wana kijiji? Enyi wazee na washauri wangu wa karibu, nataka kujua kwa nini wananchi wa ardhi wa Nambacha hawakufika kwa wengi kwenye mkutano. Mtukufu mfalme omwami, mimi ninaona sababu kuu ni kwa sababu hukumu haijatolewa siku nyingi. Ndio maana watu hawakufika kwenye mkutano. Mimi naungana naye mzee Mkungu. Ni kweli kabisa mfalme. Watu wengi wanachochea na wanafanya watu wasifike kwenye vikao kwa sababu hukumu haijatolewa siku nyingi. Watu wengi wanafanya uchochezi kwa sababu wanajua hakuna hukumu. Na mchochezi wao mkuu ni huyu kijana wa marehemu Vijedi Chuvi. Yeye ndio anawachochea watu wasifike kwenye kikao ambavyo umeitisha. Mailo, natoa agizo mara moja. Huyu kijana atafutwe na kuwekwa korokoroni. Haiwezekani awe na nguvu ya uchochezi kwa raia halafu tumwache awe hai. Nakubaliana na wewe mfalme na nitatekeleza kama ulivyoagiza. Askari mkuu. Ndiyo mshauri mkuu wa mfalme wa ardhi ya Nambacha. Na kutuma. Hebu nendeni mkamkamate huyo kijana mara moja na mlete hapa. Nitafanya hivyo mfalme. Fanya kazi yako. Kamateni huyo Vijedi mara moja. Sama Juma. Mwache. Simpate kwa mfano. Unaweza kukimbia sisi. Unaweza kukimbia sisi. Tumbele. Mwache. Askari, hebu naomba nitoleeni huyo Vijedi haraka. Hai. Fanya haraka wana. Lete. Piga goti. Vijedi. Angalia vizuri mkuu. Vijedi mwana wa Chuvi kalengwa. Unakiri kuwa wewe ndio kiongozi wa uchochezi kwa raia? Mimi sio mchochezi wa raia,
Bani yangu nataka kuona usawa na maendeleo ya wanakijiji wa Nambacha. Na wala si vinginevyo kama jinsi mnavyofikiri ninyi. Na kama si mchochezi, una uheshimu utawala wa Omwami? Ibu. Si upendo utawala wake, naipenda Nambacha tu. Okay. Sasa wewe unatafuta kifo. Unatafuta kifo kijana. Nimekuuliza, unaupenda utawala wa mfalme Omwami? Unasema huupendi. Unataka kifo? Hata kama mtanipiga mpaka nife, lakini mkae mkijua kabisa kwamba mimi ni miongoni mwa Nambacha wanaotaka Nambacha ikae katika sehemu nzuri. Anajeuri. Anajeuri. Maskari, hebu fanyeni kazi yenu. Piga! Wewe mbona ufiki? Piga wewe. Ongeza. Tulia kwanza. Sikiliza. Huyu mpelekeni korokoroni. Utaendelea kukaa huko mpaka utakapokufa. Naomba mweleke. Amka. Siogopi kufa. Kwa kuwa mimi sijihusishi na mambo yanayotatiza maendeleo. Tumchenje hapa tumalize. Rudisha korokoroni. Amka. Ingia. Nayo kwa maisha yako. Miaka yote. Endelea na kazi yenu. Tumemkosea. Tika tumalize kabisa. Mama! Karibu. Asante. Shikamoo mama. Marahaba, karibu. Mama, mwanao Vinde amekamatwa na maskari wa mfalme. Amefanya nini tena? Eti kwa sababu watu hawakuhudhuria kwenye kikao kilichopita. Ina maana yeye ndo aliwazuia watu wasiende kwenye mkutano. Mbona yeye alienda? Na kweli tuko naye mama. Ai. Mama. Vipi? Mbona mmekaa kwa majonzi utafikiri mna msiba wenyewe? Eti kaka yako Vijedi amewekwa korokoroni na walinzi wa mfalme. Jamani. Nambacha anaelekea wapi? Kakangu amewekwa korokoroni kwa kosa gani? Eti yeye ndo mchochezi. Amechochea kipi? Kuto kufika watu kwenye kikao. Sasa watu kuto kufika kweli jamani ndo kakangu au amechochea? Kwani mfalme wa Omwami anakuwa hivi lakini? Mchochezi jamani. Hivi. Maskini kakangu Vijedi. Raia mpenda amani katika kijiji chetu cha Nambacha. Sijui kwa nini mfalme wa Omwami yupo hivi. Haya. Asante, karibu. Unafanya nini? Tulio. Analia. Nadhani huyu mfungwa hataweza kupona katika maisha yake yote. Lazima afe.
huyu nakufa. Kwa nini swala lake liko kwa mfalme? Lazima afe. Kwa nini mnatabiri maisha ya mfungwa? Mnashindwa kutabiri maisha ya mfalme wenu. Badilisha hizo kauli. Na badilisha kwanza kutabiri maisha ya mtawala wetu basi. Yaangalie ndugu yangu. Wewe umechaki hapo. Njoo. Leta chakula. Nasema leta chakula. Leta chakula kule. Ningependa nimpe mwenyewe. Peleka chakula kule. Leta. No. Nasema leta chakula. Achia! Nipe mwenyewe kakangu chakula, kwa nini nipigwe? Umpe wewe nani? Hii ni sehemu nyingine. Kama unampelekea chakula ni huko nyumbani kwenu. Sio hapa. Jamani, kumbukeni naye mfungwa anahitaji kuwa mbavu wewe. Unasema nini? Jingani. Unaona mfungwa ana njaa. Ndugu yangu. Wewe acha usigongane naye. Wewe acha naye. Tutaumizana sisi kwa wao, yani sisi wao kwa wao hapa kwa ajili ya wewe mfungwa. Afadhali huko unataka kula. Kwa kelele huko. Unalia nini? Amepiga kizuri kweli. Sibani hapa. Wewe unakula chakula kama hiki? Wewe binti ondoka. Kaondoka. Ondoka. Acha naye huyo. Wewe ndio tukamue tu hapo. Ndugu yangu anajua kupika. Sasa sikizeni. Ujinga sitaki. Sheni huyu mtu hamna kuondoka. Asubiriwa adhabu yake ya kifo tu. Na lazima afe. Hapo na jamaa mkosao kutetea vitu wakati umekula kiapo. Yaishe. Haufai kabisa. Mwingine huyo. Endelee kula. Kayo huko nikwambia. Umekula kiapo ndugu yangu. Wewe ni mfu. Huwezi kula chakula. Acha serikali chakula. Sawa. Kulaga hivyo. Okotezaga huko ndugu yangu. Ikikapla dada yako si nani hilo. Hakuna cha zangu wala nini. Akakulia mbele ndo atakaye. Na nilijua utasema hivyo. Umechoka? Hiyo misonyo inatoka wapi? Nalima, rafiki yangu. Ulienda kumpelekea chakula kaka yako Vije? Ndio nilimpelekea, lakini chakula hakikumfikia kakaangu Vije. Maskini, na maana walikula askari? Ndio alika. Mbaya zaidi, nilipigwa hadi kofi. Maskini Nilima. Pole sana. Asante. Nambacha sasa hivi imebadilika. Sio kama utawala wa kina Elijah Masinde. Leo tunakumbuka utawala wa Mfalme Mwanameme Elijah Masinde. Eti inasemekana Mfalme Omwamigwasa alimuua Mfalme Mwanameme Masinde ile tarehe Nambacha. Ongeeni taratibu hizo habari. Ni za siri sana. Hata mimi nishawahi kuambiwa habari kama hizo. Ni kweli kabisa alikosemayo. Na ndio maana Nambacha hapo kale ilikuwa na ardhi nzuri na rutuba na mvua za kutosha. Lakini Nambacha sasa hivi imejaa njaa, balaa na ukame na dhuluma kwa wananchi wake. Au nyinyi mnasemaje? Shujaa Nambacha atakayepeperusha bendera ya amani katika ardhi ya Nambacha. Hakuna. Na hiyo itakuwa ni furaha kwa wananchi wote pale tukiungama tukiwa na kitu kimoja. Tutatengeneza kitu kimoja katika nchi yetu ya Nambacha. Na hiyo itakuwa ni siku njema na nzuri kwa sisi wana kijiji wana Nambacha, kwa sababu tutakuwa tunaunganisha nguvu na umoja kati yetu.
Hizi habari zetu jamani, tunaomba shachota maji. Wako mshatosha bwana. Yaani imefikia hatua na ambacho watu tumeanza kuogopa hadi kutembea. Maana askari wa mfalme. Mfalme wa sasa hivi mpaka mama zetu wenyewe wanaogopa. Omwami Gwasa hakika hafai kabisa kuwa mfalme wa kijiji chetu. Sasa hivi tunashindwa kula. Amani haipo tena kabisa. Mimi naamini ipo siku itarudi. Utakata ngana, tutakuta kwa kitu kimoja. Unaweza kurudisha Nambacha ya zamani. Ndio. Ndio hapa tunaongea, asante wako. Tuache tumeanza. Nipate maji tuondoke. Alika njoo nifikishe. Mama, mwanangu. Kwani baba yuko wapi? Babako ametoka mwanangu. Si unajua tena mwaka umekwisha huu. Wanakijiji wanambacho wanatakiwa kutoa mavuno yao kwa mfalme. Baba anafanya vibaya mama. Wewe mwanangu, mimi nimechoka. Kula vya dhuluma vya raia wema wanambacha mama. Mwanangu na Lwende. Najua sana unapenda amani mwanangu, tena sana. Lakini mambo anayofanya baba yako ni ya kikatili mno. Ingawaje kimila zetu sisi sistahili kukueleza mambo mabaya baba. Wewe niambie tu mama. Lakini imebidi mwanangu. Lakini mama, watu ardhi ya Nambacha wanatuchukulia sisi ni wabaya mama. Mimi naona heri kujiondoa na kubaki huru. Sikukatazi binti yangu kujiondoa. Ila utakuwa umejiweka kwenye wakati mgumu sana. Wakati mgumu? Yaani wakati mgumu mno. Najua na Lwende mwanangu unapenda sana amani. Sana mama. Sio kwangu tu napenda amani. Hata kwa wana Nambacha wanalilia amani siku zote. Usirizike kula chakula na kubakisha mama. Hii yote ni kwa sababu ya raia wema wa ardhi ya Nambacha. Mwanangu mimi sijaridhika na haya mambo yote anayofanya baba yako ya kikatili. Najua mara nyingi sana mimi wanamshauri baba yako aache kufanya ukatili kwa raia wema wa Nambacha. Mara nyingi sana huwa namshauri aache kuwanyanyasa wanakijiji wa ardhi ya Nambacha. Huwa namshauri mama aache ukatili wa kijinsia kwa raia wema wa Nambacha. Lakini iko siku Mungu anaweza akasaidia. Na mizimu pia inaweza ikasaidia. Tuzidi kuomba Mungu tu. Sawa mama. Hatuna jinsi, inabidi tukomane. Tofauti na jana kabisa. Hii shazo ya msimu. Ili mema pole. Salamu enyi askari wa nchi ya Nambacha. Salamu binti mfalme. Leo imekuwa siku njema kwenu. Kwa kuwaletea vinywaji maridadi ili muifurahishe mioyo yenu. Tunashukuru sana binti mfalme. Sawa, hiyo ndio zawadi yangu kwa leo. Asante sana. Tunashukuru sana. Nilikuwa na kiu kweli hii kitu. Unajua, ujinga wako ungekuna kuwa na kama hizi. Hatujapata nafasi kabisa kwa mfalme huyu.
hakika leo tutaenjoy. Wewe utulie. Shenzi. Tamsogea. Vipi, mbona unaniangalia sana? Unafikiria nini? Nafikiria ni jinsi gani ulivyojitoa mwanga kwa ajili ya kuokoa maisha yangu. Vijedi, sikutaka damu yako imwagike nikiwa nipo chini ya utawala baba yangu. Ndio maana nilikuja korokoroni kukutorosha. Kwanza ulibaki muda mchache tu uiage Nambacha. Hata kama ningekufa, ningekuwa tayari nishazihirisha ushujaa na mapenzi kwa ajili ya nchi yangu, na wala si vinginevyo. Nahisi kuna kitu naota na kipo mbele yako Vijedi. Naomba uniambie. Ni kweli naota. Naota daima. Naotea juu ya Nambacha. Naotea Nambacha inayozingatia haki na heshima kwa watu wote. Ndiyo. Naotea Nambacha itakayochukulia usawa watu wake pasipo kujali kijiji au ukoo. Kweli kabisa Vijedi. Lazima tuungane kuondoa utawala baba yangu. Tumepumzika vya kutosha. Naomba tusonge mbele kwani nahisi askari wa mfalme wako bado kutufuata. Enyi washauri wangu na majemedari wangu wa ardhi ya Nambacha, nina uchungu mkubwa sana, hasa juu ya huyu adui yetu Vijedi Schuri. Sijui adhabu yake niandae kwa mtindo gani ili niufurahishe moyo wangu. Tukufu mfalme Omwan. Mimi ninafikiri ili tuweze kumkamata huyu kijana lazima tumtumie ndugu yake Makanyaga. Kwa kuwa Makanyaga na ndugu yake katika familia yao hawaelewani, au sio ndugu yangu? Mtukufu mfalme Omwan ameongea ukweli kabisa, kwa sababu inaeleweka kabisa kwamba katika kijiji hiki Makanyaga na Vijedi hawaelewani. Ni vyema zaidi sasa hivi tukaenda kumtafuta Makanyaga, tukamleta hapa. Ukimwahidi
na atakapotimiza kumuua tutampa zawadi kubwa ambayo ni ng'ombe na kipande cha ardhi. Ya mfalme wangu, mimi ninavyomuelewa Makanyaga hawezi akakataa. Mimi naamini kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Mfalme utaitisha kikao, hata kama sio kikao, sisi tutawachochea, tutawaambia aliuawa kwa wanyama, kwa sababu hapa kwenye kijiji chetu wanyama ni wengi. Watu watajua tu ameuawa kwa wanyama. Kweli kabisa. Kumbe msituni kunakuwa na baridi kali kama hiyo. Ni kawaida kuwa na baridi msituni. Nikajua kwa sababu kuna misitu mishonana hivyo kuwezi kuwa na baridi. Vijedi, wewe ni kijana shujaa na ni jasiri sana, na nina imani katika vita hivi tutashinda, japo kwa ugumu. Mizimu ya kina Bwasa ipo upande wetu. Ni kweli usemayo. Ni kweli usemayo. Sisi sote tunapenda amani na utulivu. Lakini vita ni vita. Hatupendi kupigana, isipokuwa tunalazimishwa kupigana. Na siku zote vita kiini chake huwa inakuwa ni zogo. Na ndoto ya kuirudisha Nambacha kwenye amani yake awali iwe pale pale. Kama wana Nambacha wangeunga umoja wetu, basi naamini ushindi ungeleta matumaini Nambacha. Na Lwende binti mfalme walize Nambacha. Ni kweli usemayo. Siku za majaribu zinakuja kwa waoga na kwa wanyonge. Kwa saiti zitakuwa siku mbaya kwao, lakini kwa mashujaa zitakuwa tukufu. Sawa, ukweli usemayo. Kula basi hata kidogo. Siwezi kula. Na Lwende binti mfalme, mbona uko hivyo? Najisikia homa. Ni kitu gani kwani kinachokusumbua? Ni homa, ila nahisi kichwa kinaniuma sana.
Utapona, usijali. Mwanangu mwenyewe. Mwanangu mwenyewe niliyemzaa tumboni. Maskini mwanangu. Sijui anaishije kwa nini. Mizimu ya Bwana. Naomba mumsaidie mwanangu kwa aliko. Karibu mwanangu Makanya. Vipi, hujapata habari za mdogo wako Vijedi huko? Sijazipata. Na sina mpango wa kumtafuta Vijedi. Sababu nina shughuli zangu muhimu za kufanya. Shughuli za kujenga jina langu katika ngoma mama. Na siwezi kumtafuta mtu mwenye kifo cha kujitakia. Maskini kaka Vijedi. Hatujui hata unaishi vipi huko msituni na binti wa mfalme. Mwanangu Makanya. Wewe ndio mtoto wangu wa kwanza. Wewe ndio ninayekutegemea. Mdogo wako alipokuwa korokoroni hukumtafuta, hukwenda kumwangalia. Leo ameenda polini, mwanangu umeshindwa kumtafuta? Mama, nani asiyejua kama Vijedi ni mchochezi? Uje kama katangaza vita na utawala wa mfalme Omwami? Unataka wote tuingie katika vita hii sio? Siwezi kufanya ujinga kwa kiasi hicho. Nani kakwambia kwamba ufalme wa Omwami ni wa busara katika kijiji chetu na wakati ni wa dhuluma kwa raia wake? Wewe, hebu nyamaza. Chunga yako ya jikoni huko. Na adabu wewe. Mwanangu. Utakuwa mgeni wa nani wewe? Yaani yeye muda wote tu. Haoni hata huruma kwa kakake, ndugu yake wa damu. Huyu mtoto sijui alimu. Enyi wahenga mlioko Sambweno, enyi mababu zetu mlopumzika Nguluta, tusikilizeni sisi wana wenu tulio ndani ya msitu huu. Mpeni afya njema binti wa mfalme na Luende. Tujalieni nguvu, baraka na usalama ili tuweze kuikomboa ardhi yetu ya Nambacha katika utawala mbaya wa mfalme Omwami Gwasa.
Na Luende binti wa mfalme. Kama kufikia kesho hali yako bado itabaki kuwa vile vile, sina budi kukurudisha nyumbani. Hapana Vijedi. Siko tayari kurudi nyumbani mpaka utawala wa babangu utakapoangamizwa. Unajua kabisa jinsi gani babangu alivyo, alafu unaniambia nirudi nyumbani? Hapana kwa kweli. Tafadhali na Luende, kubaliana na ombi langu. Mimi niko tayari kupata adhabu ya kifo kwa ajili yako. Na mimi kufia kwenye ardhi ya Nambacha ni fahari kwangu. Siwezi. Kuumwa kwangu hakukufanya ukate tamaa. Kwa kuwa tumeshaomba mizimu wa kina Bwasi, naamini hali yangu itakuwa nafuu. Sijakata tamaa, bali wakati mwingine kupigana na kushinda ni bora kuliko kunyamaza na kuvumilia maonevu. Na kwangu mimi mauti ni bora kuliko utumwa. Ewe mfalme wa ardhi ya Nambacha, tumekuja kukupatia taarifa kuhusu ulivyotutuma msituni kuwatafuta binti mfalme na Luende pamoja na Vijedi. Lakini kwa jitihada zetu zote na askari mwenzangu tumeshindwa kuwapata. Nini? Tumeshindwa kuwapata mfalme. Sitaki kusikia taarifa hiyo. Wewe ndio jemedari wa ardhi ya Nambacha. Ndiyo mfalme. Unashindweje kuwakamata watu wawili, tena akiwemo mwanamke? Nahitaji urudi msituni na nahitaji taarifa mbadala. Unataka kusikia taarifa kwamba wamekamatwa? Umesikia? Ndiyo mfalme. 1 2 Enyi mizimu ya msitu huu wa Mbiko, tunawashukuru kwa kutuponya na miti yenu. Na bado tunazidi kuwaomba mtulinde na wanyama wakali wa mwitu. Enyi mababu, hatuna ulinzi wa silaha, bali tuna ulinzi wenu, kwa kuwa nyinyi ndio miungu ya maajabu msioshindwa. Wacha!